Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia binadamu kutuumba na akatupa na hali zetu, miongoni mwa hali ni maradhi. Na mtu akiugua ni sharti ajitibishe, asikae hivi hivi. Hakuna imani inayosema mtu asijitibishe, japo wako baadhi ya watu wenye imani kali kwa Waislamu na walokole, wakiumwa hawataki hata hospitalini, lazima watu wafanyiane matibabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, tadau ya ibadallah, fanyeni matibabu waja wake Allah. Sasa kuna baadhi ya maradhi Sheikh yanatibika kiufamasia na mengine hayatibiki kwa njia za kifamasia. Mgonjwa anaweza akaenda kweli hospitalini afu wakawa anaumwa kweli, anakonda, lakini ikafikia stage wauguzi wakafanya tafiti katika maabara kumtizama anaumwa nini, wasione yale maradhi. Ikapelekea mpaka mgonjwa akachanganikiwa, akajihisi labda ana maradhi ya kisasa, ndugu zake wanamficha. Kumbe hata hao ndugu wameshachanganikiwa na madaktari washachanganikiwa, hawajui mgonjwa anaumwa nini. Kinachotokea hapo kwa jamii nyingi ni kumtoa mgonjwa hospitalini na kumpeleka kwa waganga wa kienyeji wa shirikina, ambako kule hata kama atafanikiwa kupona atakuwa amepona kimwili, lakini kiroho bado atakuwa anaumwa, kwa sababu tiba hizo zimekatazwa na sheria. Lakini itosheleze tu alama, pia mashetani wanasababisha maradhi ambayo wanapandikiza maradhi haya ya kifamasia, mpaka mtu unaweza ukasema ana pressure, ana sukari, ana bawasiri, ana ukimwi, lakini ni mtandao wa maibilisi tu, ana pigo. Kwa hiyo mashetani pia wanaleta maradhi kama hayo. Na nikimalizia kukujibu zaidi, binadamu maradhi yote anayoumwa huumwa maradhi makuu ya aina 3. Maradhi ya kwanza ni maradhi ya kiakili. Mtu akiumwa na maradhi ya kiakili, mwili hauna salama. Mtu anaweza akaumwa na akili tu imevurugika, likavimba tumbo. Lakini maradhi ya pili ni maradhi ya kiroho. Maradhi ya kiroho ni maradhi yanayotokamana na maibilisi. Mtu akiwa na maradhi ya kiroho hawezi salimika. Anaweza akawa analia hovyo, anaumwa kichwa hovyo, anaumwa tumbo, akaingia kwenye period hovyo, mgongo ukawa na mwaka moto, moyo unaenda mbio, lakini ni maradhi ya kishetani pia. Lakini maradhi ya 3 ni maradhi ya nafsi. Maradhi ya nafsia ni haya magonjwa ya kawaida, mtu akaumwa kichwa, mtu akaumwa kifua, na hayo pia mtu akipata kuumwa pia mwili hauwezi ukasalimika. Kwa hiyo itakiwa muuguzi au tabibu ajue hali zote hizi za mgonjwa. Ndio maana nasema hizi tiba za kiasilia hizi za masheikh ni tiba kubwa, kwa sababu zina uwezekano mkubwa wa kutibu yale maradhi ambayo hawezi kutibia hospitalini. Bahati nzuri kama sisi tunayatibia maradhi kama hayo. Karibu kwa swali jingine. Afadhali umeniuliza hapo, nimekupata. Haya maradhi 3 nilokutajia, maradhi ya akili, maradhi ya roho na maradhi ya nafsi, haya yote yana dalili na haya yote yana vipimo vyake kabisa. Mfano maradhi ya akili, maradhi ya mtu kuugua akili duniani kote Sheikh, hakuna mashine inaweza kuhesabu akili hii imezidi au imepungua. Na akili imehitilafiana sana na wanazuoni. Wengine wanasema akili ipo moyoni, wengine wanasema akili ipo kichwani. Lahum qulubun la yafqahuna biha, na wengi wanaamini zaidi akili ipo kichwani. Naam. Vitu kama hivi. Sasa kipimo cha kupima akili kwamba huyu mtoto kazaliwa, mashine inasema akili yake ndogo, hiyo mashine haipo duniani. Isipokuwa akili bwana, muujiza wake inapimwa na akili. Waarabu husema yuqasaru almar'u baina asgharain hadha al-lisan wal qalb. Mtu hupimwa kwa vinyama vidogo viwili, ulimi na moyo, na intro true size ya mwanadamu. Ukimpa maneno akizungumza utajua huyu ni mwenda azimu. Mtume sana ametupa kipimo. Akasema yule mtu ambaye ana maneno machache imekamilika akili yake.
kwani hata mwenda azimu huanza kuhesabiwa maarifa baada ya kuwa amenyamaza. Na mtu akiwa hana akili basi hulalamika usiku mzima, halali, anasema tu. Hapa kuna kajimshipa Sheikh, ndio kama mita moja kutoka kwenye kichwa mpaka hapa mdomoni, kale kakikatika ndio mtu anaongea lake na ambalo si lake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akili yake ilikuwa kubwa. Hata mazungumzo ya kawaida masahaba ndio walikuwa akisema tu yeye kimya, alafu anacheka, na akiongea anaongea la maana kabisa. Kwa hiyo akili, kipimo cha akili, hakuna mtu kaingizwa maabara akili imezidi imepungua. Akili inapimwa kwa akili. Kuna mtu ukimtizama tu huyu mwehu, kama akili yako iko sawa, ndio japo naye mwehu anakuoneni nyie wote ndio mwehu. Wanasema daktari mmoja alikuwa anatibu vichaa. Sasa akajaribu kama wana akili, akachora mlango mkubwa ukutani. Ndio. Akaambia haya istarihu, aondokeni kila mmoja apite pale kwenye mlango. Bwana wenda azimu wale walitoka mbio wakawa wanajigonga ukutani. Sasa maana pamechora mfano wa mlango. Pamechora mlango. Wakawa wanakimbia akasema hawajapona. Lakini mmoja akawa anakauka anacheka wenzie, ambie kwani hii michizi? Daktari akasema huyu ana nafuu. Ambia kwa nini wewe mbona uendi? Ambia yani wewe machizi. Mbona kimbia? Wanataka atoke, funguo zenyewe za mlango nimezishikilia mimi. Huyu ndio mwehu kabisa huyo. Yule ambaye alikadiliwa kwa maana unafuu kumbe naye ni ndio. Hilo la kwanza Sheikh. Maradhi ya pili, maradhi ya nafsi yana vipimo vyake. Ndio. Maradhi ya figo yana vipimo vyake. Kama juzi nilivyokusha kusema, hivi vipimo kuna mtu tabibu na dokta. Tukasema sasa dokta hawezi kukutibia, sharti ya kuingize kwenye mashine, kwenye ultrasound, kwenye nini, kwenye hadubini na darubini. Lakini tabibu yale maelezo ukimweleza tu ashajua wewe una figo inasumbua, wewe una nini. Kwa hiyo haya matibabu haya vipimo vyake ni kama hivyo vya kawaida. Lakini haya maradhi ya kiroho kwanza yanagawanyika sehemu kuu tatu: majini, hasadi na uchawi. Haya yanazo dalili ambazo tumewekewa na ulamai. Tumewekewa dalili karibia 50 au 41 kwamba mtu akiwa nazo hizi ni katika dalili za mashetani, na mara kwa mara tunazitaja. Ila sasa haya ya nguvu za giza ya kiroho vipimo vyake viko vya sampuli mbili. Kwanza kusomea zile sign, zile alama. Lakini la pili ni kusomewa ayat kursi katika macho. Ukiwa una jini au uchawi, lile jicho halinyamazi, lazima litaanza kuindicate sana na kutoka na machozi. Ndio. Kwa hiyo hizo ni katika dalili zake. Ukisema jini ni kitu ambacho hakionekani kwa macho. Na itakiwa tujikinge sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu jini amepewa power ya kujigeuza vile anavyotaka. Anaweza akajigeuza kama punje ya sukari ukamnywa kwenye chai na mambo yakawa makubwa. Itosheleze Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna shaitani yajrib majra dam. Shetani anapiga mbizi katika mishipa yetu. Yabitu ala khayshumina, analala katika mionzi ya pua. Kwa hiyo ana uwezo wa kuingia katika mwili. Sasa akiingia katika kichwa anaweza akafanya mambo yake yale, kichwa kikawa kinauma. Na wanafanya hivyo. Kwa nini wanafanya hivyo? Sababu kubwa ni hasadi tu, kwa sababu hii ardhi waliishi wao miaka 2000 kabla ya sisi. Ndio. Fabatha Allahu ilaihim jundan minal malaika, waliyafanya ya kuyafanya, wakatumiwa kikosi cha malaika wakafukuza min jazail bihari, wakakaa huko baharini. Sasa ile neema ya kuondolewa hapa, hata wewe ulikuwa katibu, ulikuwa rais, ukapigwa chini akakaa mwingine, huwezi kumpenda, huwezi kumpenda. Na majini wana sifa hizi, wana sifa za kimalaika kama vile haonekani, wanajibadilisha, lakini wana sifa ya kibinadamu, kwamba wanazaa, wanaoa, wanatawala, wana hasadi. Kwa hiyo pia hilo lipo. Na majini kutuhusudu sisi, hili lipo. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Sa'id al-Khudri anasema Sa'id al-Khudri anasema kana an-nabii sallallahu alaihi wasallam yata'awwadh min a'yunil insi wal jinn. Alikuwa mwenyewe anajikinga kwa macho ya binadamu pamoja na majini. Kwa hiyo majini tuna ugomvi endelevu na wao. Kwa hiyo hizi ni sababu. Kwa hiyo wakitusumbua, tukipata tabu, ni faida kwao.
Unajua ni dhana za wengi, ni dhana za wengi, kwa sababu watu wengi ilmu ya majini hawana, na watu wengine hudiriki kusema jini wangu mimi nikisomewa anakaa pembeni. Ndio. Umeshafahamu vizuri. Alafu baada ya kukaa pembeni kishamaliza kisomo anaingia. Shekhe, hizi ni dhana za watu, na wazungu wanasema kitu kwa kawaida ukikiogopa unakipapawa kikushinde kabisa. Majini Mwenyezi Mungu kawaumba ni sehemu ya wanyama, majini ni sehemu ya wanyama. Na jini wamepunjwa akili. Umeshafahamu vizuri. Wanasema jini wa miaka 100 akili yake inaweza ikawa kama mtoto wa miaka 5 wa kibinadamu, na wanatuogopa sisi sana kwa kiasi kikubwa kabisa. Kwa hiyo jini yale tunayoyazoea sisi na kuyafikiria hawana uwezo huo, Allah hajapa uwezo huo, na vitu vidogo tu wanaathirika. Hata kuna baadhi ya vyakula tukivila tu kama pilau hizi majini huwa hawapendi, na baadhi ya nafaka tunazozitumia sisi. Kwa hiyo jini hana pawa ya kumtawala binadamu kiasi hicho, wala hana mawazo ya mbele, isipokuwa binadamu kwa sababu ni khalifa ndo ana uwezo wa kumtawala na kumchezea jini. Anaweza akatuma majini wengine wakatoe roho ya binadamu mwenzi wao, na majini wale kawadanganya, nitakupeni njiwa. You can imagine majini 100 wanaenda kutoa roho ya mtu. Huyo njiwa tunagawanaje? Hawajaweza kutafakari. Sasa hao wanawezaje kumremote mtu eti asipate tiba? Hawana akili hiyo. Hawana akili hiyo, na wangekuwa na akili hiyo wasingekuja mpaka kwa Uthman Michael anawasomea, bado analia, alafu anasema tumetumwa na wana nguvu kuliko binadamu, si muondoke mpaka uanze kuambia haya ondokeni sasa. Lakini ashaadhibika. Ingekuwa binadamu kabla ya kufika ashasepa zamani. Akili hawana hiyo, Sheikh. Kitu cha kwanza tukisema waganga wa kienyeji, waganga wa kienyeji, kuna waganga wa kizungu na kuna waganga wa kienyeji, na hili jina mganga halina shida, isipokuwa kuna watu watatu. Sawa Kuna mganga, kuna mchawi na kuna mshirikina. Hivi vitu mganga, mchawi na mshirikina. Mganga ni mtu ambaye kwa Kiarabu anaitwa tabibu, kwa Kizungu anaitwa dokta. Kwa hiyo hata wale wote kule Muhimbili wote waganga wanasema tu Kiswahili limekaa, na wanaandika pale mganga mfawidhi. Mganga mfawidhi. Ila mwingine akisema Sheikh Uthman ni mganga anahisi ananidunisha. Umenitajia kazi ambayo Muhimbili ndo anaifanya. Asante sana. Kwa hiyo uganga ni jina hilo. La pili, kuna mchawi. Mchawi ni mtu anayetafutia watu matatizo na hukumu yake kifo. Mtu wa tatu ni mushrik. Ni mshirikina ambaye naye hufanya ile kazi ya waganga, ya uganga, lakini uganga wake mpaka asta'in na astaghith, mpaka aombe mizimu, aombe mashetani wamkubalie. Kwa hiyo sasa bila shaka wewe unakusudia huyu mganga mshirikina. Ile tiba yake haifai kisheria, na ile tiba yake haina nguvu kabisa, haina nguvu kabisa. Na ile tiba yake ina baadhi ya vitu. Mfano umetaja kama ili jambo la amri. Ili jambo la amri linakuaje? Ili jambo la amri, mbona kaongea kanitajia nguo yangu na ni kweli, mbona mnasema si sawa? Kwanza kabisa mganga yule mshirikina hana dawa special kwamba za majini kapewa. Mwenyezi Mungu amewajalia hawa majini kama vile hawaonekani, na kitu cha live pia hata hichi kijiko hawezi kukisogeza hivi. Wangekuwa wanaweza basi tungeshuhudia wanavyotutia makofi wazi wazi. Hawawezi vitu kama hivyo. Kwa hiyo kumchumia mtu dawa pia hawawezi, isipokuwa dawa ni hizi. Na utamkuta kila mganga ana asali, kwa sababu asali ni shifali kulli da. Utamkuta kila mganga ana mzaituni, utamkuta kila mganga ana kipumbasi kwa sababu ya kuchomea. Ni vitu hivi, isipokuwa lengo ni lile. Uganga wake anachanganya na kukufuru, kutaja mashetani. Sasa ile ni promote. Ila sasa kuna waganga wawili hao wa kishirikina. Kuna yule anatumiwa na mashetani kweli, kakufuru kweli, na ni wachache, na kuna wengi sasa ni matapeli tu, anakula innocent money. Innocent money. Kwa hiyo akifika pale atakutapeli na mambo mengi.
na yanaonyeshwa kila siku katika bwana, mnaibiwa kwa njia hii, mnaibiwa kwa njia hii na kadhalika. Mfano kama mada nitakayoisoma leo, kuna Freemasons ama Freemasons. Siku hizi waganga wengi wanatuma message takuunganisha na Freemason. Freemason hamna chochote, ni utapeli tu. Ni utapeli tu, watu waamini hivyo. Sasa tukija katika pointi hii, waganga hawa ambao wakishirikina lakini wanafanya haya mambo kweli, ziko sababu shekhe, ziko sababu. Sisi itakiwa tuwe watu wa dua sana, kwa sababu kila mmoja ana jini anayemfuata, ana karina. Kule Al-Khannas alladhi yuwaswisu asema kila mmoja ana shetani ukila bihi, huyu karina. Sasa sometime anakutizama yule karina, umeenda chooni umefanya hivi, ukiwa hufanyi dua. Sasa yule mganga saa nyingine ana mashetani wake, wanakuja kwa huyu shetani wako, wanaweza akahoji details zako, akamwambia tutapewa zawadi tupe kuhusiana na mungia nini bwana, huyu ana kidonda sehemu fulani fulani. Basi yule mganga ndo akaweza kujua kupitia yale. Lakini muumini wa haki akiingia chooni dua, akilala dua, yule jini wake hawezi kumpeleleza chochote, na huyu hata ramli kwake haionekani chochote kabisa. Kwa mashirikiano wa binadamu na majini yapo, wakawa wanasaidiana kumshirikisha Allah. Ila hizo tiba hazina ukweli. Na mara moja kwa sababu wanatumia dawa hizi. Watu wanapoa wakitumia dawa hizi. Lakini kutumia hizi njia za kishirikina nkubahatisha, isipokuwa la mwisho, ili nkukinaishe vizuri. La mwisho nilichokiona mimi, unajua yule ni wakala wa shetani, na mashetani nilikwambia wana ugomvi na sisi. Haijawahi tokea mtu ana shida ya kawaida akaenda kwa mganga akapona, ila akienda wallahi anaongeza matatizo kabisa, kwa sababu mashetani wanamtumia yule kutukamata sisi. Yuko mama mmoja Sheikh, huyo mama alikuwa na biashara vyake China nini. Basi watu wakamwambia, mwanamke wewe unaleta magari unauza hivi, utatizama kwa ubaya, katafute kinga. Akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa yule mganga akaanza kucheka, una bahati wewe, unatakiwa uwe mganga. Mganga wa nini tena? Mimi nitaka kinga. Yule mama asema alipotoka hapo miguu yake imejaa ganzi, macho hayaoni. Umeona hii habari hii? Kaenda kutiwa matatizo. Kwa hiyo ukifika lazima akufanyie sihiri, akuroge. So yule mganga tayari ni mchawi. Nishamaliza hilo, lakini nakumbuka jengine mfano wa hili. Kuna mama shekhe nilikuwa namfanyia ruqya binti yake, ana matatizo ya akili, anatulia, anapata nafuu. Sasa yule mama sijui imekuwaje, wanawake wasiwasi, akaambia huyu hawezi kupona tu Qur'ani moja kwa moja, baadaye inaweza ikarudia. Katulia binti, twende kuna mganga kun fayakun. Mguu mosi mguu pili, yule mama akaenda na binti yake. Alipofika kwa mganga, waganga hao wana drama kali, yule mama akaanza kupokewa. Shenzi we, kapa, unataka kumua mwanao bila kujua, ushaweka uchawi we, mchawi we mama. Na mganga anaonekana mkali. Basi yule mama akanaambia, akachanjwa na pembe hapa, afu akalishwa nyama mbichi. Alafu akakatwa chale sehemu za mapaja hivi. Unajua waganga ndo mambo yao. Allahu akbar. Yule mama alivyotoka hapo ananiambia, Sheikh, nimehangaika kwa sababu ya mtoto wangu nampenda. Nilivyotoka pale nimejikuta na chuki. Kwanza nawaza yule mtoto wangu nimuue, nimekuwa na roho mbaya, kila mtu nataka tu afe. Ina maana alivyoenda kule yule mama akatiwa roho ya kichawi kabisa. Kwa hiyo akapandikizwa akawa ni mchawi. Nikamwambia, unaona mamangu. Sasa akaja kutubu. Nikamfanyia ruqya mpaka ile roho ya kichawi ikamuisha. Akasema kuanzia leo siendi kwa waganga, kwa sababu hawa waganga wanaleta matatizo. Na hawa waganga ndo wanaosababisha maalbino kukatwa vile. Subhanallah. Lakini shekhe, inawezekana kuwa mtu amepata matatizo usiku wa manane, labda kwa upande wa huduma ya kwanza afanye nini kabla ya kuanza kumtafuta Uthman Michael, kabla ya kusema kwamba nimpande gari niende kwa mtaalamu fulani au kwa shekhe fulani? Nini akifanya kwa maana ya huduma ya kwanza? Shekhe, kitu cha msingi, naomba kabla sija kujibu hilo swali hilo, kwa sababu sisi ni watu wa dawa. Hawa waganga hawa kwanza hatuwakandii, isipokuwa waendelee na kazi yao ya uganga, lakini wafanye uganga halali. Na inshallah watapata, kwa sababu hawana kazi nyingine. Sija kasema mashekhe hawa sasa
tunataka kujenga, hataki kubomoa. Wameshapata watu, Mungu kawasogezea watu, wakae na mashehe waambie hii ni shirki, waache. Inawezekana tu. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, upanga wake alikuwa akiua sana Waislamu. Aliposilimu hatujamwambia tupa ule upanga, ni ule ule tu aligeuza akawa anaua makafiri, mambo yakaenda. Kwa hiyo na wao vilinge vyao wasivivunje. Shekhi kashasema tiba yao ni nzuri, isipokuwa tuangalie shubahati zote ziondoshwe. Kama washapata majina na watu namna kama hiyo. Huduma ya kwanza shekhe, mtu akiwa na athari, Qur'an ni shifa, watu wajifunze kusoma Qur'an. Mtu asomewe Qur'ani au ajisomee mwenyewe, alalaqali basi aadhiniwe kama hakuna mtu wa kujua Qur'ani. Hawezi adhkari hizi tasbihati pia zinampoza mtu mwenye matatizo ya mashaitani. Hiyo ni sehemu ya huduma ya kwanza shekhe. Sawa, lakini shekhe, la mwisho sasa la kufikia hitimisho la huu mjadala, nini kinga ya kudumu ili mtego huu usitunase tena baada ya kupona? Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi niliyoisoma mwanzo, kana yata'awadh min a'yunil insi wal jinni falamma nazalat ma'uwidhatain akhadhahuma wa taraka ma siwahuma. Mtume alikuwa akijikinga kwa njia nyingine na matatizo kama hayo, lakini ziliposhuka qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, akawa maisha yake anajikinga na hizi. Kwa hiyo na sisi kinga yetu tuzisome asubuhi na jioni, tuvivie katika mikono yetu, tupake, insha Allah tutakingwa na kila uchawi na kila jini mbaya pia nao. Na kabla hujamaliza, Sheikh Mungia aliniletea message hapa, kwa maana kuna mtu alicomment, aliandika kwa nini kwenye asilimia 100 asilimia 80 ni wanawake ndio wenye majini. Vizuri sana Sheikh Mungia bwana, umeona mbali. Upande wa wanawake kwa binadamu na majini wana udhaifu, lakini upande wa wanaume kwa binadamu na majini ni majabaru. Ni ngumu sana ukamwona binadamu mwanamke akamtongoza mwanaume hata kama anamtaka, na akifanya hivyo hujihisi amejidhalilisha sana sana. Na upande wa kijini ndio hivyo hivyo, majini wanaoingia binadamu pia ishu kubwa kwa sababu ya uzinifu. Kuna mambo kama 5 yanasababisha mtu kuingiwa na jini. Jambo la kwanza, hasira. Kwa akiwa na hasira na mashaitani, sifa yao ni moto na tempa, naweza ikawa sababu ya kuingiwa. Sehemu ya pili ni kurogwa, ili halina mwanamke wala mwanaume wala mtoto. Sehemu ya tatu ni kumfanyia ufedhuli jini, ukamkanyaga na wewe hujasoma dua, anaweza akaingia kama kukukomoa. Shekhe, sehemu ya 4 kutenda maasi, jini akaona huyu ni maasi mwenzangu, tushirikiane. Sehemu ya mwisho ambao ndio kubwa, population kubwa ya majini waingia watu, ni ishu ya zinaa. Zinaa tu. Sasa zinaa, hata ukija wanaume na wanawake, wanaume hata kuchiti ndoa ni zaidi kuliko wanawake, na upande wa kijini hivyo hivyo. Sasa wale majini wanazini sana, lakini kuja kwa binadamu ni rahisi wale majini wa kiume, na ndio maana utakuta kila mwanamke mwenye majini shekhe ni mrembo, mweupe hivi, Zanzibari, Mombasa, Mtanga hivi. Lakini niambieni nyewe wenyewe, ushai kukiona kibibi kizee kina majini? Aghlabia sana majini wana point, wanaangalia pazuri pa kupikia.